Hii ni Chum TV Online. Furaha kiganjani. Tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutudumisha katika hali ya amani, tukaweza kuitekeleza ibada ya saumu na ibada nyingine tulizozitekeleza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa utulivu mkubwa. Kwa baraka ya siku ya leo, tunamuomba Mola wetu mlezi atujalie kuilinda na kuidumisha neema hii ya amani tulionayo, hususan katika mwaka huu ambapo nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu mwezi wa Oktoba. Kila mmoja wetu kwa imani yake tuendelee kuiombea nchi yetu ili Mwenyezi Mungu atuvushe salama. Kwa lengo la kuhakikisha tunasherehekea sikukuu hii kwa amani na furaha, napenda kuzihimiza mamlaka zinazohusika kusimamia usalama katika viwanja vya sikukuu na katika barabara zetu. Kwa kawaida katika kipindi cha sikukuu kunakuwa na harakati nyingi za matumizi ya barabara. Hakikisheni sheria za usalama barabarani zinazingatiwa ili kuepusha ajali zinazoweza kuepukika. Aidha, hakikisheni watoto wetu na wananchi kwa ujumla katika viwanja vyote vya sikukuu wanakuwa salama dhidi ya vitendo vinavyoweza kuharibu amani na furaha zao. Ndugu wananchi, nachukua fursa hii kuwatakia kheri na maandalizi mema Waislamu wenzetu wanaojiandaa kwenda kutekeleza ibada ya hija mwaka huu huko Maka. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awajalie wenzetu hao matayarisho mema na awape afya njema ili wafanikiwe kwenda kuitekeleza ibada hiyo. Tunawaombea safari njema na Mwenyezi Mungu azikubali ibada zao zote na kisha awarudishe nyumbani kwa salama. Napenda kutumia fursa hii kutoa salamu zangu za Idi kwenu nyote mliohudhuria baraza hili la Idi, kwa Waislamu na wananchi wote wa Zanzibar na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kutakieni nyote na familia zenu sikukuu njema yenye kheri na baraka nyingi kwa utukufu wa siku ya leo. Ndugu wananchi, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tulioukamilisha jana, tuliweza kutekeleza mambo mbalimbali ya kheri ambayo kwa kiasi kikubwa yaliweza kuhuisha imani zetu na uchamungu. Hivyo basi, ni wajibu wetu kuendeleza mwendo huo mwema katika miezi iliyobakia, ikiwa ni namna bora ya kunufaika na mafunzo yatokanayo na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila ya shaka Mwenyezi Mungu ametuwekea mwezi wa Ramadhani kuwa ni kipindi maalum cha kujifunza kuwa wacha Mungu kwa kufanya mambo mema anayoyaridhia na kujiepusha na makatazo yake, ili tuweze kupata mafanikio hapa duniani na kesho mbele ya haki. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuhudumu katika mwendo huu. Miongoni mwa mambo ambayo tuliyafanya katika mwezi wa Ramadhani ni kuonyeshana moyo wa mapenzi, huruma na hisani kwa kutoa sadaka ili kuwasaidia watu mbalimbali
wenye uwezo mdogo wa kukidhi mahitaji yao, wakiwemo wazee, wajane, watu wenye ulemavu na watoto yatima. Ni dhahiri kuwa sadaka walizopata wenzetu hawa ziliwasaidia sana kuondoa usumbufu wa upatikanaji wa futari na daku na kuwawezesha kutekeleza ibada ya funga bila ya kuwa na wasiwasi wa kupata mahitaji yao muhimu. Ni wasihi tuendelee na mwendo huu mwema wa kusaidia watu wenye mahitaji mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Hakika utoaji wa zaka na sadaka ni mambo yanayohimizwa katika Uislamu kutokana na faida zake katika jamii. Tunafundishwa kuwa miongoni mwa faida hizo ni kuitakasa nafsi ya mtoaji. Aidha, husaidia kuondoa chuki na husda na kuijenga jamii yenye umoja, mapenzi na mshikamano na kuimarisha ustawi na uchumi. Hakika haya ni mambo ya msingi ambayo jamii yetu inayahitaji. Napenda kutumia fursa hii kwa mara nyingine kutoa shukrani kwa watu wote waliotoa sadaka zao kwa madhumuni ya kuwasaidia wenzetu wenye mahitaji mbalimbali katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, awaongezee baraka katika shughuli zao na wapate mafanikio zaidi.